Nimetazama game ya jana ya Taifa Stars dhidi ya Morocco. Of course Stars wamejitahidi kucheza vizuri by the way. Lakini nimeondoka na jina la Kibu Denis Prosper. Yaani Kibu Denis ni mchezaji ambaye unaweza ukasema ni tunu ya taifa. Ni mchezaji ambaye analibeba taifa la Tanzania kwa 99% kwenye mpira wa miguu. Nyakati zote ambazo amevaa jezi ya timu ya taifa ya Tanzania, hajawahi kuwa na mechi mbovu. Yaani hajawahi kucheza vibaya. Mechi zote amecheza vizuri kwa kiwango cha hali ya juu sana. Mechi zote amecheza kwa kuheshimisha Tanzania. Jana amekimbia sana uwanjani, amepokonya sana mipira, amekaba sana, na vile ndivyo ambavyo wachezaji wanapaswa kufanya wakiwa kwenye timu ya taifa. Yaani kama kuna mchezaji ambaye anatamani kucheza timu ya taifa, basi aanze kuchukua ile spirit aliyonayo Kibu Denis. Akifanikiwa kuwa na spirit ile ambayo anayo Kibu Denis anavaa jezi ya timu ya taifa, naamini kwamba tutakuwa na uwezo wa kufika mbali sana. Tutakuwa na timu ya taifa ambayo ina wachezaji wengi ambao wana uwezo wa kutumia nguvu zao kuisaidia timu yetu kufika mbali. Kwa sababu sometimes kwenye timu ya taifa unahitaji kupata mchezaji ambaye anacheza kwa jitihada binafsi zaidi ili muweze kwenda kufanikiwa kuliko kumtegemea kocha moja kwa moja. Makocha wengi kwenye timu za taifa wanakaa na timu kwa muda mdogo sana. So ili uweze kuwa na uwezo wa kushinda mechi zako vizuri, inabidi uwe na kikosi ambacho kina wachezaji wengi wazuri ambao wana uwezo wa kujituma uwanjani. Sasa ukiwa na wachezaji 4 5 kama Kibu Denis, maana yake unakuwa na uhakika wa kuwa na wachezaji ambao wanakimbia dakika zote uwanjani, kuanzia kwenye kukaba, kwenye kushambulia, lakini pia itakusaidia pia hata kwenye utengenezaji wa nafasi. Utakuwa unaweza kutengeneza nafasi nyingi ambazo zinaweza kukupa nafasi nzuri ya wewe kwenda kushinda mechi. So kwa kile ambacho Kibu Denis amekifanya kwenye klabu ya Simba mpaka sasa, anafanya kazi kubwa sana, lakini pia angalia namna ambavyo anafanya kwenye kikosi cha timu ya Taifa Stars. Unaenjoy kumtazama. Sidhani kama kuna kocha wa ligi kuu hapa Tanzania ambaye atamani kuwa na mchezaji kama Kibu Denis, au kocha yote kwenye soka letu la Kiafrika ambaye atamani kuwa na mchezaji kama Kibu Denis. Yaani Kibu Denis ni N'Golo Kante kwenye eneo la kushambulia. Yaani anakupa kila kitu yani. Kitu pekee ambacho ameshindwa kukifanya kwa ubora unaotakiwa ni ufanisi mbele ya lango. Hicho ni kitu ambacho ameshindwa kukifanya. Lakini kwa uwezo alionao naamini kwamba ana faida kubwa zaidi kuliko hata ufanisi, kwa sababu ukiwa kiungo mshambuliaji, watu hawakutazami sana kwenye magoli ya kufunga. Watu wanakutazama zaidi kwenye nafasi za kutengeneza mabao, lakini pia watu wanakutazama zaidi kwenye kuisaidia timu kwenye kukaba na kutengeneza balance ya timu. Waniuchu kwa Kibu Denis hafungi mabao, lakini anajitahidi sana kutengeneza balance nzuri ya mchezo. Anajitahidi kutengeneza balance nzuri kwenye timu kwenye eneo la kushambulia. Anajitahidi sana kukaba, kitu ambacho kinamsaidia yeye kuendelea kuwa mchezaji muhimu zaidi kwenye kikosi cha Simba, lakini pia hata kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Jana wa Morocco walijua kama kweli yes, Kibu Denis is the one of the best player that Tanzania tuko nao. Na kama ataendelea kuwa hivi ambavyo tunamuona, naamini kwamba Kibu Denis atafika mbali sana. Of course inawezekana asicheze kwenye ligi kubwa barani Ulaya, lakini kwenye zile ligi ambazo wanakuga na matumizi makubwa ya nguvu, ambazo yani ni tough ligi, anaweza kwenda kucheza. Na sio tu nje ya Tanzania, sio tu nje ya Afrika, lakini ukiangalia hata ndani ya Afrika, mataifa kama ya Morocco, mataifa kama Egypt, mataifa kama South Africa, ni mataifa ambayo ili uweze kwenda kucheza kwenye ligi yao, ni lazima mchezaji uwe tough fulani hivi. Physically wewe uko fiti, na Kibu Denis kwenye physique yuko vizuri sana. Kwa hiyo naamini kwamba kwenye hizo ligi ambazo Morocco, Egypt, Tunisia, South Africa, ambazo by the way ndio ligi bora pia barani Afrika, ana uwezo wa kwenda na kucheza kwa kiwango bora kabisa bila shida yoyote ile. Yaani leo Kibu Denis hata ukimpeleka pale Yanga, ana uwezo wa kucheza vizuri kwenye kikosi cha kwanza bila shida yoyote. Na pengine hata Hamdi Miludi akiambiwa apendekeze jina la mchezaji ambaye anatamani asajiliwe na Yanga kwa kipindi hiki, anaweza akamtaja Kibu Denis kutokana na ule ubora ambao anao. Ni mchezaji ambaye amekamilika kweli. Kwa hiyo kwa Tanzania inabidi tujivunie kuwa na Kibu Denis. Of course kuna watu wanamsema, kuna watu wanamtukana wana nini, lakini Kibu ni miongoni mwa wachezaji bora na tishio sana. Na kama unakumbuka wakati Yanga iko chini ya Nasri Nabi, waliwahi kutaka kumsajili Kibu Denis, lakini kidogo mambo hayakwenda vizuri, wakashindwa kupata saini yake. Lakini pia chini ya Miguel Gamondi pia Yanga pia walitaka kumsajili, lakini kidogo mambo yakaenda tofauti, hawakufanikiwa kumpata. Na bado inaelezwa kwamba pia Yanga wanamhitaji pia Kibu Denis. Yaani bado mipango ya kumpata Kibu Denis wanayo.
So inawezekana ikawa sio msimu huu, inawezekana kawa ni msimu ujao, lakini ukweli ni kwamba bado Young Africans chini ya Rais Engineer Said bado wanatamani kuwa na mchezaji kama kumsajili Kibu Denis, kama ambavyo walikuwa wanatamani kumchukua Chama kutoka Simba, ndivyo ambavyo pia wanatamani kumchukua Kibu Denis kutoka Simba na kumpeleka Yanga. So muda wowote inawezekana, sio not muda wowote, yani msimu wowote ule Kibu Denis anaweza katoka Simba akaenda zake Yanga, kwa sababu Yanga ni timu ambayo inakubali sana kile ambacho anakifanya Kibu Denis, na of course pia sio Yanga tu. Yaani zipo timu hata Azam FC inawezekana bado nao pia ni watu ambao wanahitaji kuwa na mchezaji kama Kibu. Unajua kwa bahati mbaya kwenye mpira watu kaunafiki kapo tu. Yaani inawezekana timu fulani inakuhitaji lakini isionyeshe ile interest ya moja kwa moja kwamba inakuhitaji kwa sababu una mkataba na timu nyingine. Lakini mimi naamini kwamba kwa Tanzania hii hakuna timu ambayo haihitaji kuwa na mchezaji kama Kibu Denis. Kibu Denis ni mchezaji bora sana. Tumuombea aendelee kudumu kwa ajili ya kulitetea taifa letu kwenye mashindano makubwa. Tumeona jana dhidi ya Morocco amefanya kazi kubwa sana. Tuliona kwenye mchezo dhidi ya Zambia ambao tulishinda 1-0 goli la Wadhiri Junior, alifanya kazi kubwa sana. So naamini kwamba ataendelea kutusaidia sisi kama taifa kwenye miaka inayokuja mbele. Mimi ni Alex Ngereza, usahau kusubscribe, ni follow Instagram natumia Alex Ngereza, lakini pia Facebook na Twitter ama X natumia Alex Ngereza, TikTok ni Alex Ngereza na Thread pia natumia Alex Ngereza. Kwenye mitandao ya kijamii utanipata kwa jina la Alex Ngereza.